Niko hapa kwa niaba ya waratibu wenzangu wa DLI namba 2 ambayo inajikita katika mpango wa shule salama. DLI namba 2 ni afua ambayo inatekelezwa chini ya programu ya Boost. Programu ya Boost ina DLI 8 na maeneo yake makuu matatu. Sisi tunatekeleza DLI namba 2 ambayo iko katika eneo kuu la kwanza linalojikita katika umahiri, kumjengea umahiri mwalimu katika ufundishaji na ujifunzaji wa wanafunzi pamoja na mazingira rafiki kwa mwanafunzi. Tunaendesha mafunzo haya ya mpango wa shule salama kwa darasa la awali na shule za msingi. Tulianza na walimu wanaohusika na ushauri na unasihi, kwa maana wao ndio immediate person au ni watu wa msingi sana katika kuhakikisha kwamba wanatekeleza shughuli zilizoko kwenye mpango wa shule salama kama afua namba 2 kwenye programu ya Boost. Na baada ya kuwawezesha walimu wa ushauri na unasihi, kwa mwaka huu sasa tunaendelea na viongozi wanaosimamia elimu ngazi ya shule, kwa maana ya wakuu wa shule pamoja na maafisa elimu kata. Na shule hizi pamoja na kata zilizoteuliwa na maafisa elimu kata ni shule ambazo zimeteuliwa kuingia kwenye mpango baada ya kuwa zimefanyiwa tathmini na shule zake tayari walimu wake walikwisha kuwezeshwa. Hivyo tuliona si vyema kuendelea na walimu wa ushauri na unasihi wakati viongozi wao wanaosimamia mpango wa shule salama ambao ni walimu viongozi hawafahamu nini kinachoendelea. Kwa wizara, kwa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, iliona ni vyema sasa kuendesha mafunzo haya kwa wasimamizi ngazi ya elimu ya awali na msingi, kwa maana ya wakuu wa shule na maafisa elimu kata nchi nzima, kwa maana ya zile shule ambazo zilipata sifa ya kuingia kwenye mpango wa shule salama kupitia programu ya Boost ambayo inatekelezwa kwa mpango wa lipa kulingana na matokeo. Hivi sasa tangu tulivyoanza tuko kituo cha mwisho kwa maana ya kundi la wakuu wa shule na maafisa elimu kata, ambapo tulianza safari yetu mkoa wa Morogoro na sasa tunahitimishia kituo hiki cha mkoa wa Tabora kwa chuo cha ualimu Tabora. Mafunzo haya katika kituo hiki yameanza leo rasmi tarehe 20 mwezi wa 7 na tutategemea kuhitimisha tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka 2026. Na hivi tunavyoongea kituo hiki cha mwisho cha Tabora, chuo cha ualimu, tumeanza na mikoa 4 ikiwemo Singida, Tabora, Shinyanga Manispaa. Kwa nini Shinyanga Manispaa? Kwa sababu tayari tulishapita kituo cha Shinyanga. Shinyanga tumewaweka viongozi hawa, tuna utaratibu sisi kama programu ya Boost. Tunapokutana na viongozi kama hawa, hatutaki wasumbue kwa maana wako eneo lao la nyumbani, ili kuleta ufanisi na kutekeleza na kusikiliza kwa umakini darasani nini ambacho kinaendelea. Tunaamua sasa kuwahamishia kituo jirani ili kuongeza usikivu na utulivu darasani. Hivyo hapa sasa tuna mikoa 4 ambapo Shinyanga ikiwemo yenyewe, Tabora, Singida pamoja na Shinyanga yenyewe. Kwa awamu hii tuna viongozi hawa wapatao 443 ambao ndio watashiriki kwa awamu ya kwanza. Awamu ya pili tutakuwa nao 445 na awamu ya mwisho tutakuwa nao walimu 454 ambalo ndio litakuwa ni kundi la mwisho, litatuletea jumla ya washiriki 1342 kwa kituo hiki. Tutakuwa tumehitimisha sasa mafunzo haya. Kwa ujumla mafunzo haya yanaenda kusaidia wanafunzi na watoto ambao walikuwa wanapitia changamoto za kiusalama na za kimalezi, kwanza kujitambua, watambue wao ni nani, lakini pia yatawasaidia wanafunzi katika kusoma kwa bidii, kwa sababu watakuwa wanajitambua na kutambua umuhimu wa elimu na wakati mwingine kuepuka vihatarishi mbalimbali, vitu vinavyoweza kuhamisha kufikia ndoto zao, kwa sababu lengo la mpango wa shule salama ni kuwafanya watoto waweze kusoma na kumaliza mzunguko wao wa elimu bila vikwazo. Kwa hiyo mafunzo haya yanasaidia kuondoa vikwazo na watoto wanatambua, watapata utambuzi wa hilo na hivyo kuepuka vikwazo hivyo. Lakini pia ndani ya mafunzo haya tunayo mada nyingine nayo wahusu walimu kuhusiana na maadili na miiko ya
kazi ya ualimu. Kwa hiyo walimu nao watatambua umuhimu wao na kutenda yale ambayo wanapaswa kutenda. Yale ambayo yako kinyume na taaluma ya ualimu tunategemea kwamba watayaepuka kwa kiwango kikubwa. Eneo ambalo limenigusa zaidi ili kuweza kuboresha ni ule ushirikiano mzuri kati ya wazazi, walimu na wanafunzi. Kwa maana ya kwamba kuna ule ushirikiano kati ya wazazi na walimu katika kuhakikisha kwamba watoto wanapatiwa haki zao za msingi wakiwa salama. Wanapoanzia nyumbani, mzazi yupo. Wanapokuwa njiani kuja shuleni, wanajamii wapo. Wanapokuwa shuleni, walimu wapo. Kwa hiyo tukishirikiana vizuri, watoto hao watasoma katika mazingira salama na yasiyo hatarishi. Lakini pia tumekumbushwa kwamba panapojitokeza wanafunzi pengine wametendewa vitendo vya ukatili, basi kupitia mafunzo haya tumekumbushwa kwamba kuna vyombo vya ulinzi na usalama, kuna dawati la jinsia kusikiliza na kutatua malalamiko yatakayojitokeza kutoka kwa wanafunzi kwenye dawati la shule salama. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.